Video hii imesheheni nabii mbalimbali ndani ya Biblia ambazo zinatoa ratiba ya kuja kwa Masihi mara ya kwanza na mara ya pili, na haimfungi mtu kueleza aonavyo yeye, na isije ikaonekana kama kuweka muda maalum, yani time setting. Ujio wa Masihi Yesu ulitabiliwa ndani ya maandiko matakatifu: kuzaliwa kwake, kuishi kwake, kufa kwake, kuzikwa kwake, kufufuka na kupaa kwenda mbinguni. Na tabiri hizo zilitimia kwa umakini, sababu alikuwa ameziwekea muda maalum, yani appointed time. Ratiba ya ujio wa Masihi mara ya pili na kukomesha dhambi pia imeonyeshwa kwenye nabii mbalimbali za Biblia, na hivyo Masihi atarudi mara ya pili kwenye muda maalum ulioamriwa na Mungu, yani appointed time. Ratiba hii ya kimasihi imejengwa kwenye mpango wa miaka 7,000 ambayo ndiyo mpango wa kukamilisha kumkomboa mwanadamu na dunia katika utumwa wa dhambi. Na unabii huu umefunuliwa kwenye maandiko matakatifu ya nabii mbalimbali kama unabii wa uumbaji, unabii wa hekalu, unabii wa msamaria mwema, unabii wa Sabato, unabii wa amri ya 4, unabii wa kitabu cha Kutoka, unabii wa kifo cha Musa, unabii wa Lazaro alipofufuliwa, unabii wa mwanamke kisimani, unabii wa kufunga siku 40, unabii wa mlima Sinai, unabii wa harusi, unabii wa Hosea na nabii nyingine zote. Nipende kukualika tunapoanza somo letu hili, tunapoanza kwa maombi. Karibu sana mpendwa, karibu. Baba yetu na Mungu wetu, rafiki yetu mwema, unayetupenda na kutujali, tunakushukuru sana tena kwa wakati mwingine ambao umetupatia katika saa hizi kwa ajili ya kujifunza ukuu, kwa ajili ya kujifunza kujua wewe na kufahamu mapenzi yako ni yapi katika saa za kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Baba, tunakuja tena kama tulivyo, tukihitaji msaada wa kimbingu uweze kutusaidia na tuweze kuandaliwa mimi mtazamaji kwa ajili ya marejeo yako. Yamkini tunaweza kuwa tumetanga mbali Jehova kwa kutazama, kusikia mambo yasiyofaa. Hivyo tunapoanza ratiba yetu katika masaa haya, tunahitaji Roho Mtakatifu aweze kutuongoza, aweze kutusaidia kusudi hata yale ambayo tumeshindwa kuyatimiza, Baba, ukatupatie nguvu ya kushinda dhambi kabla tujachelewa. Tunapoanza somo hili sasa ambalo Jehova litatusogeza karibu na msalaba wa Calvary, tunamhitaji sana Roho wako Mtakatifu. Tunahitaji ulinzi wako, malaika zako katamalaki mahali hapa mpaka tutakapokumaliza somo hili. Lakini zaidi ya yote, ukabadilishe maisha ya mama yule, ukabadilishe maisha ya baba yule, ya kijana yule na binti yule, na aweze kuandaliwa kwa ajili ya marejeo ya Kristo. Kwa sababu dalili na kengele zinaonyesha kwamba tuko mwisho, tuko sasa 12 kasoro, muda sio mrefu Jehova, pepo zitavuma, na kama kuna mtu ajiandaliwa Jehova, atakuwa amekataliwa milele. Hivyo tusaidie kuwa waaminifu hata kwa madogo ambayo tunayasikia. Kwa kweli ndogo ambazo umetupatia wasaa kuzisikiliza, basi tuziweke kwenye utendaji. Zaidi ya yote Jehova, tusaidie mno na ukaandae hata ambao Jehova kwa mara ya kwanza wanaanza kusikiliza masomo haya, wote Jehova ukabadilisha kufanana na wewe. Hivyo Jehova, utakaporejea mara pili, tuweze kwenda sote katika makao ya milele kule juu mbinguni. Hivyo tunakualika na tuna imani ya kwamba umesikia maombi yetu na utajibu kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Nipende kukaribisha wapendwa tena kwenye mfululizo wa masomo yetu katika channel hii ya Bible Truth Prophecy Minister. Leo tutakuwa na somo mwendelezo wa masomo ya Masihi, na leo ni Masihi 2031, unabii wenye kushtua, sehemu ya 5. Na tunafahamu ya kwamba katika masomo yetu haya ya Masihi 2031, unabii wenye kushtua ndani ya Biblia, ilijengwa kwenye kanuni ya siku moja kwa miaka 1000. Na tulitazama kitabu cha Petro 2:3-6, nayo maandiko yalisema kwamba kwa hiyo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa kwa maji ikaangamia, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto kwa neno lilo hilo.
zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwa wanadamu wasiomcha Mungu. Lakini wapenzi, msilidharau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu, na miaka elfu ni kama siku moja. Pia Zaburi 93-4 inasema, wamrudisha mtu mavumbini usemapo, rudini enyi wanadamu, maana miaka elfu machoni pako ni kama siku ya jana ikisha kupita, na kama kesha la usiku. Lakini pia Great Controversy ukurasa wa 673 paragrafu ya pili, Ellen White inasema kwamba kazi ya uharibifu na maangamizi ya shetani imekomeshwa milele. Kwa muda wa miaka 6000 alikuwa amefunua mapenzi yake, akijaza dunia kwa wote na kusababisha huzuni katika ulimwengu wote. Viumbe vyote vimegurumia na kupiga kite na vimetaabika pamoja kwa maumivu na uchungu. Sasa viumbe vya Mungu vimeokolewa milele kutoka mbele yake na katika majaribu yake. Dunia yote inastarehe na kutulia. Wenye haki wanaanza kuimba. Pambano Kuu ukurasa wa 673 paragrafu ya pili. Biography volume ya kwanza ukurasa wa 336 paragrafu ya kwanza. Maono kule Lovett Grove, Ohio, Jumapili mchana katikati ya mwezi wa 3 mwaka 1858 yalikuwa yenye umuhimu sana. Katika maudhui haya, pambano kuu kati ya Kristo na malaika zake katika upande mmoja na shetani na malaika zake katika upande mwingine yalionyeshwa kama endelevu na yaliyo na mnyororo wa matukio yanayokomea miaka 6000, yani spanning 6000 years. Njozi hii imewaweka Waadventista wa Sabato katika nafasi ya pekee, wakiwa na mtazamo wazi wa utendakazi katika historia ya ulimwengu. Manuscript Releases volume ya kwanza ukurasa wa 355 paragrafu ya kwanza. Ombi la Kristo sio tu wale ambao wanafunzi wa neno lake hata sasa, bali na wale watakaoamini kupitia neno la wanafunzi wake hata mwisho wa dunia. Yesu alikuwa karibu kujitoa uhai wake ili kuleta uzima na kutokufa katika nuru. Kristo katikati ya mateso yake na kule kukataliwa kila siku na mwanadamu, alitazama mbele ya mstari miaka 2000 kwa kanisa lake ambayo ingekuwako katika siku za mwisho kabla ya kufungwa kwa historia ya dunia. Pambano Kuu ukurasa wa 327 paragrafu ya pili. Katikati ya juma atakomesha kafara na dhabihu. Katika mwaka wa 31 baada ya Kristo, miaka 3.5 baada ya ubatizo wake, Bwana wetu alisulubiwa. Dhabihu kuu iliyotolewa Calvary ilikomesha utaratibu wa dhabihu za kuteketezwa ambao kwa muda wa miaka 4000 ulikuwa ukielekeza kwa mwanakondoo wa Mungu. Mfano ulikuwa umekutana na uhalisi na kafara na dhabihu zote. Utaratibu wa kutoa kafara na sherehe zilikomea pale. Hivyo hata leo somo letu hili la Masihi 2031 sehemu ya 5 utajengwa pia kwenye kanuni hizo hizo. Siku moja kwa miaka 1000, lakini pia tazama pia roho ya unabii kama ilivyozungumza. Hivyo tunapoanza somo letu hili katika hii siku ya leo, tuendelee kumwomba Mungu kwa sababu wakati tulionao ni wakati wa hatari sana. Tunashuhudia pepo zikiwa tayari kuvuma, na ni neema tu ya Mungu ya kwamba Mungu wa mbinguni anaendelea kuzuia pepo sivume mpaka watumwa wa Mungu watakapokuwa wametiwa muhuri katika kipaji cha nyuso cha uso wao. Na hivyo usiombe mpendo ukakoswa na muhuri wa Mungu katika saa hizi za kufunga historia ya ulimwengu. Hivyo nabii mbalimbali ambazo zinaeleza kwamba Masihi, pambano kati ya wema na uovu, itakomea miaka 6000 na mwaka 7000 watoto wa Mungu lazima wawe katika makao ya mbinguni kwa sababu ni Sabato. Unabii mwingine ni unabii wa kubadilika sura mlimani. Tunamfahamu Kristo, kuna siku alimchukua Petro, Yakobo na Yohana wakaenda mlimani, na walipofika kule Yesu alibadilika sura na akatokea Musa pamoja na Elia. Unabii ulikuwa unahusu unabii ambao ulimwengu wetu huu ungetembea ndani ya miaka 6000 ulimwenguni hapa na mwaka wa 7000 kule juu mbinguni. Na kitabu cha Mathayo 17:1-8 kina maandiko yafuatayo: na baada ya siku 6, noti kitu siku 6, Yesu akawatoa Petro. Yesu anawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye baada ya siku ngapi? Siku 6. Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu mlimani, juu ya mlima mrefu faragani,
akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, na vazi yake akawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu. Noti kitu vibanda vitatu, kimoja kwako wewe, na kimoja cha Musa, na kimoja cha Eliya. Anasema kwamba alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifurifuri, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni, yani rise, ambao ni sawa na fufuka, wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Kubadilika sura kwa Masihi ni mfano wa Masihi kuja kwenye ufalme wake kama inavyoonyeshwa kwenye Torati na manabii, na kunatokea baada ya siku 6. Kunatokea ukubadilika baada ya siku 6. Manake siku ya 7 Kristo atabadilika, ambao ni mwaka 7. Atakuja akiwa na utukufu mwingi kama ambao walimuona kwenye mlima kule Faragani, na yeye atakuja mwisho wa miaka 6. Na kutokea kwa Musa na Eliya ni mfano kwamba baada ya siku 6, miaka 6, waliokombolewa hatutakuwa na kifo tena. Maana Musa na Eliya wako mbinguni, hakutakuwa na kifo tena. Maana yake hii ilikuwa ni ishara ya kwamba baada ya siku 6, siku ya 7, Kristo atapokea au atakuja akiwa na nguvu na utukufu mwingi. Na bado Musa na Eliya ambao ni ishara ya watoto wa Mungu ambao watafufuliwa, basi mpendwa, hawatakuwa tena na kuonja mauti. Na mfahamu kwamba Musa yeye alikufa akafufuliwa, lakini Eliya ni mfano wa wale wote ambao hawataonja mauti Kristo atakapokuja tena mara ya pili. Baada ya siku 6, ambayo siku 6 tumesema kwamba ni miaka 6, Yesu akawatoa Petro. Kumbe Kristo atawatoa kina Petro baada ya siku 6, ambao ni miaka 6. Tutegemee kwamba Yesu atakuja tutwae baada ya miaka 6, na tujifunza kwamba kutoka mwaka wa 31 AD mpaka mwaka wa 2031 itakuwa ni miaka 6 na kamilika. Anasema kwamba na Yakobo na Yohana nduguye wakawaleta mlima mrefu Faragani, akageuka sura mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua. Wakati gani Kristo atakapokuja mtukufu mwingi? Ni wakati wa marejeo yake anapokuja mara ya pili. Mara ya kwanza Kristo alikuja akiwa kama kitoto, alikuja akiwa hana umbo la utukufu, lakini wakati wa marejeo yake ya pili atakuja akiwa na umbo la utukufu. Mavazi yake yakawa meupe kama nuru, na tazama akatokea Musa na Eliya wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kwako hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu. Vibanda vitatu ndo zile siku 3 ambazo toka Yesu ameondoka tuna miaka kifupi ambayo siku 2, na siku ya 3 wapendwa lazima tuwe mbinguni na nani? Na Kristo. Na Kristo atakuwa na watoto wake kule katika makao ya mbinguni, kimoja cha kwako wewe na kimoja cha Musa na kingine cha Eliya. Nakumbuka baada ya wanafunzi wale kuwakuta wakiona shangaa kusudia tukio lile, sema Yesu aliwaambia inuka, yani rise. Alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti katoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifurifuri, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa akisema, inukeni, yani rise, ambapo baada ya siku 6, siku ya 7 wapendwa, tutafufuliwa na tutakuwa na Bwana milele juu mbinguni. Nasema wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Na tunafahamu kwenye kitabu cha Hosea 6:1 mpaka 2 nazungumza wazi na kwamba siku ya 3 Yesu atatuinua, atatufufua, nasi tutakuwa naye wapi? Mbinguni. Hosea 6:1 mpaka 2 maandiko yanasema kwamba njoni tumrudie Bwana, maana yeye amelalua na yeye atatuponya, yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu,
baada ya siku 2 atatufufua. Siku ngapi? Siku 2, ambapo siku 2 hizi tushaeleza ya kwamba toka Kristo ameenda mbinguni ni miaka 2000 sasa inakaribia kuisha, ambapo itakomea mwaka wa 2031. Baada ya siku hizi 2 Kristo atatufufua. Mwanzo wa mwaka wa miaka 7000 Kristo atarejea. Mwanzo wa miaka 7000 lazima tuwe wapi? Lazima Kristo aje atuchukue twende mbinguni. Nasema na baada ya siku 2 atatufufua. Siku ya 3 atatuinua. Rise, atatufufua. Ndio kile ambacho Yesu aliwaambia, inuka, rise. Nasi tutaishi mbele zake. Siku ya kwanza tunafahamu ilikuwa ni ule mwaka wa 1500 baada ya Masihi kufa, kuzikwa na kufufuka. Na siku ya pili ndio hii tulionayo ambayo ni miaka 6000. Na siku ya 3 ni ule mwaka ni ile miaka 1000 ambapo baada ya Kristo kuja tutakuwa naye mbinguni, ambao ni mwaka wa Sabato. Na unabii wa pili ni unabii wa kitabu cha Ayubu. Ayubu 5:19, maandiko yanasema kwamba yeye atatuokoa na mateso 6, naam hata katika 7 hapana uovu utakao kugusa. Atatuokoa na mateso 6. Tupo kwa muda gani hapa duniani, au tutakuwa kwa muda gani hapa duniani? Tutakuwa ndani ya miaka 6000 ambapo watoto wa Mungu watateseka na kifo na mauti ndani ya miaka 6, ambapo katika 7 hakutakuwa na uovu. 7 ambao ndio miaka 7000 lazima tuwe mbinguni. Kwenye Ibrania 9:28 Paulo anaandika kwamba kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja asichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Hivyo tutaondolewa kwenye uovu baada ya muda gani? Baada ya miaka 6000 Kristo atakuja na kuwachukua watoto wake. Maana yake hata katika 7 hatutaona uovu. Na mateso 6 tumesema kwamba ni miaka 6000. Kwa kutumia unabii wa siku moja kwa miaka 1000, mwanadamu atateseka duniani na taabu kwa miaka 6000. Na siku ya 7, yaani mwaka 7000, atakuwa huru kutoka kwa uovu, yaani mwaka 7000 atafufuliwa. Mwaka 7000 Kristo atakuja atufufue. Umeona, umegundua kwamba nabii nyingi ndani ya maandiko matakatifu zimejengwa ndani ya miaka 6000 na mwaka 7000 wapi? Mbinguni. Huu ni unabii halisi kabisa, sababu Kristo Mungu wetu ametuwekea muda, yani appointed time. Na unabii wa 3 katika Masihi 2031, sehemu ya 5, unabii wa mtumwa. Kutoka 21 mstari wa kwanza mpaka wa pili, Musa aliandika kwamba mtumwa wa Kiebrania alitakiwa atumikie ndani ya miaka 6. Miaka 6 ambayo ni miaka 6000, na siku ya 7 angeliwekwa huru, au mwaka wa 7 angeliwekwa huru. Kutoka 21 mstari wa kwanza mpaka wa pili, kutoka Musa anasema kwamba basi hukumu utakazoziweka mbele ya watu ni hizi: ukimnunua mtumwa wa Kiebrania, sisi tu watumwa wa nini? Watumwa wa dhambi, atakutumikia muda wa miaka 6000. Miaka 6000 ambao ni siku 6, ambao ndio miaka 6000. Mwaka wa 7 atatoka kwako huru bure. Tutatoka huru tukiwa bure. Kutoka wapi? Kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Hatutaonja kifo tena, hakutakuwa tena na kilio, hakutakuwa na magonjwa. Baada ya gani? Baada ya miaka 6000 tutakuwa ndani ya utumwa wa dhambi, ndani ya miaka 6000. Lakini katika siku ya 7, mwaka 7000, lazima watoto wa Mungu wafuliwe na kutokuonja tena mauti. Hakutakuwa na magonjwa, hakutakuwa na dhiki, hakutakuwa na uonevu, kwa sababu mambo ya kwanza yatapita kabisa. Huu ni sawa na unabii wa Sabato. Kwa miaka 6 ambao ni 6000, mtumwa atakuwa utumwani wapi? Duniani. Siku 7, mwaka 7000 akaachiliwa huru. Katika mwaka 7000 tutafuliwa na kutoka kwenye utumwa wa dhambi na kifo. Tutatoka wapi? Tutatoka kwenye utumwa wa dhambi na kifo, sababu dhambi anatutem sisi kama watumwa wake. Dhambi ni Bwana, anatutumikisha. Kumbe tuko chini ya utumwa wa dhambi, chini ya kiongozi mmoja Ben Shetani. Na baada ya miaka 6000 Kristo atakuja tena atufufue na tutakuwa naye mbinguni. Kwenye Warumi 8:18 mpaka 25
inaeleza wazi kusema kwamba kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa mwana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru. Vitawekwa huru kwenye marejeo ya Kristo, ndiyo, na kutolewa katika utumwa wa uharibifu. Kumbe tupo kwenye utumwa wa uharibifu, na marejeo ya Kristo ndiyo ambayo yatatuweka huru. Hivyo mtumwa atawekwa huru baada ya miaka 6000, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Inaendelea kusema kwamba kwa maana twajua kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukiutazamia kufanywa wana, yaani ukombozi wa mwili wetu. Kwa maana tuliokolewa kwa taraja, lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana hakuna taraja tena. Kwa maana ni nani anayekitarajia kile akionacho? Bali tukikitarajia kitu tusichokiona, tukingojea kwa saburi. Warumi 8:18 mpaka 25. Hivyo ukombozi utakuwa ni upi? Ukombozi utakuwa baada ya Yesu kuja mara ya pili. Watoto wa Mungu wale waliokufa toka Adamu watakapofufuliwa, sababu dhambi watoto wa mwanadamu wafe. Tunapotazama makaburi kila kona ya miji yetu, ni ishara kwamba watoto wa mwanadamu wako chini ya utumwa wa dhambi na hawawezi pasipo nguvu moja tu ya Yesu Kristo. Na hii itakuja ituweke huru anapokuja Yesu mara ya pili. Hivyo mpango wa ukombozi ni ndani ya miaka 6000, mwaka wa 7000, lazima watoto wa Mungu wafuliwe, na watakaokutwa wako hai watabadilishwa, kwa sababu hii miili ya dhambi haiwezi kurithi uzima wa milele. Hivyo ufufuo ndio ukombozi wa miili yetu. Karibu sana tunapoendelea na unabii huu wa Masihi 2031 sehemu ya 5, na unabii mwingine ni unabii wa pumziko la nchi. Unabii wa pumziko la nchi. Kwenye kitabu cha Kutoka 23:10 mpaka 11, Musa pia aliambiwa na Mungu awaambie Waebrania hukumu zifuatazo: utapanda mbegu katika nchi yako muda wa miaka 6000 na kuyavuna maongeo yake, lakini mwaka wa 7 utaiacha nchi ipumzike na kutulia. Waliambiwa wangepanda nchi kwa muda wa miaka 6, lakini mwaka ule wa 7 hawakutakiwa wapande chochote. Na hii nchi ni nini? Hii nchi ni dunia ambayo Mungu wa mbinguni, sisi ni kama mavuno, na atakuja yavune lini? Atakuja ayavune mwisho wa miaka 6000. Na hivyo ulimwengu wetu huu utapandwa ndani ya miaka 6000, na mwaka wa 7 lazima mavuno yapatikane. Ni lazima ulimwengu huu uachwe pasipo kupandwa, kwa sababu baada ya watoto wa Mungu kuondoka kwenda mbinguni, ulimwengu huu utaachwa pasipokuwa na kitu. Na hapa patakuwa makao ya shetani ndani ya miaka 1000, ambayo shetani atatazama jinsi ambavyo amesababisha uharibifu katika dunia hii, kwa sababu wakati Yesu anakuja mara ya pili, kutakuwa na tetemeko, kutakuwa na mvua ya mawe ambayo itaharibu, itaweka levo kila kitu. Magorofa makubwa ambayo leo hii tunajivunia kuwa ni nyumba, fukwe ambazo zimegeuka kuwa sehemu za utalii, na sehemu kama Sodoma zitawekwa flati, miji yote haitaonekana. Hivyo uso wa dunia utakuwa umepasuka. Hivyo hayo ndiyo yatakuwa makao ya shetani kwa miaka 1000, wakati watoto wa Mungu watakapokuwa wameokolewa na kwenda mbinguni. Sema, lakini mwaka wa 7 utaiacha nchi ipumzike. Dunia hii itaachwa mwaka wa 7000 na kutulia. Hao maskini miongoni mwa watu wako wapate kula,
na hicho watakacho sasa wao wapate kula wanyama wa kondeni. Utafanya hivyo katika shamba lako la mzabibu na katika shamba lako la mizeituni. Shamba la Mungu la mizabibu ni lipi? Ni Israeli, ni sisi watu wa Mungu. Hivyo ukombozi wa nchi katika mwaka wa 7, yaani mwaka wa 7 utatendeka. Hii itakuwa ni nini? Hii itakuwa ni Sabato. Hivyo watu wa Mungu lazima tuelewe ya kwamba mpango wa ukombozi umejengwa ndani ya miaka 6,000, ambayo hiyo miaka 6,000 ni hapa duniani, lakini mwaka wa 7 lazima watoto wa Mungu wawe mbinguni. Hapo ndipo ambapo watakuwa wamekombolewa na kuiacha dunia hii ya dhambi, dunia ambayo imewafanya kuwa watumwa, dunia hii ambayo imewafanya kulia, dunia hii ambayo imewafanya kuwa mateka wa shetani, na baada ya hapo watakuwa na Bwana hewani. Kwa hiyo mpendwa, ni kusihi ya kwamba Kristo anaporejea hivi karibuni baada ya kutimia kwake kwa hizi nabii, uwepo pia nawe, kwa sababu hautafaa kuwako kama wewe si raia wa ufalme wake. Hivyo ni lazima tujiandae, na maandalizi hayo yapaswa kufanya kwa kukesha, kwa kuomba na kujifunza maandiko matakatifu, kwa sababu humo ndipo kwenye siri za ufalme wa Mungu. Na katika Masihi 2031 sehemu ya 5, unabii mwingine ni unabii wa kuonekana siku ya 7. Unabii wa kuonekana siku ya 7. Kwenye kitabu cha Kutoka 24:16 mpaka 17, maandiko yanasema hivi: na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai, lile wingu likaufunikiza siku 6. Na siku ya 7 akamwita Musa toka katika lile wingu, na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima machoni pa wana wa Israeli. Kutoka 24:16 mpaka 17. Wakati Mungu anakuja katika mlima Sinai, Musa aliambia wana wa Israeli wakae mbali na mlima, kwa sababu Bwana angelikuja na nguvu na utukufu wa nini kwenye mlima. Na ni kwa siku ngapi? Kwa siku 6 ule mlima ulikuwa umefunikizwa na nini? Na wingu. Na siku ya 7 Mungu akamwita nani? Akamwita Musa. Ndiyo, siku ya 7 Mungu atatuita twende kwake. Ndiyo, mwaka 7 Mungu atatuita twende kwake, kama Musa alivyoitwa na Mungu. Kuonekana kwake utukufu ilikuwa siku gani? Ilikuwa ni siku ya 7. Hivyo Yesu Kristo ataonekana akija na nguvu na utukufu mwingi siku gani? Siku ya 7, ambao ni mwaka 7, ambapo watoto wa Mungu watashuhudia akija na nguvu na utukufu mwingi. Hivyo pambana kati ya wema na uovu ni ndani ya miaka 6. Mwaka 7 ni kwamba Kristo atakuja na nguvu na utukufu mwingi kuwatwaa wale ambao wamekuwa watoto na watumishi wake. Na hii inadhihirishwa wazi kwenye Mathayo 24:30, wakati wa kuja kwa Kristo mara ya pili. Atakuja vipi? Sikiliza. Ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu wataomboleza, nao watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Utukufu ulionekana siku gani? Siku ya 7 utukufu ulionekana. Na Yesu atakuja na utukufu katika siku gani? Siku ya 7, mwaka 7, ndipo Yesu atakuja na nguvu na utukufu mwingi. Kuonekana kwa utukufu ulikuwa siku ya 7. Na kitabu cha Mathayo 24:30, Yesu atakuja na nguvu na utukufu mwingi katika mwaka 7. Tunapata kitu kile wakati anaporudi Kristo au Masihi, atakuja na utukufu mwingi katika mwaka ule wa 7. Na unabii mwingine ni unabii wa Yona. Kuna nabii 2 muhimu zinapatikana kwenye kitabu cha Yona, kwenye sura ya 1 na sura ya 2. Baada ya Yona kumezwa na samaki mkubwa, ni sehemu mojawapo ya unabii ambayo Kristo alitimiza baada ya kuwa ndani ya tumbo la nchi kwa siku 3. Kama Yona ndani ya tumbo la samaki kwa siku
Nafahamu ya kwamba Yona baada ya kuwa ameagizwa na Mungu aende Ninawi, akaamua divert na kwenda Tarshishi au Spain. Kwa hiyo Yona aliambiwa aende Kuwait, ambapo ni Kuwait ya leo, ambapo ni Ninawi ya leo. Kwa hiyo Yona akadivert akaenda wapi? Akaenda Tarshishi. Tunafahamu kilichompata Yona. Mungu alimtuma samaki akameza Yona. Na Yona alikuwa ndani ya tumbo la samaki kwa siku ngapi? Kwa siku 3. Na tunafahamu kwamba huu nabii Yesu aliutimiza. Aliutimiza vipi? Huu nabii Yesu aliutimiza kwa kuwa ndani ya tumbo la nchi kwa siku 3. Siku ya kwanza baada ya Masihi kufa na kuzikwa, na siku ya pili Masihi kulala kaburini, na siku ya 3 Kristo alifufuka. Hivyo kwenye kitabu cha Mathayo 12 inasema kwamba katika ujio wa kwanza wa Masihi, kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 5 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Hivyo Kristo huu nabii aliutimiza alipokuja mara yake ya kwanza, kwa kuwa ndani ya moyo wa nchi, ndani ya moyo wa dunia. Na baada ya siku 3 Kristo alifufuka. Lakini katika ujio wa pili, sehemu ya pili ya unabii wa Yona alipoambiwa ende Ninawi, Kristo pia atautimiza. Sikiliza, ujio wa pili wa Masihi, hii inahusu mji wa Ninawi. Kwenye Yona 3:3 nasema kwamba basi Yona akaondoka, Kiingereza arose, maana yake aliondoka, akaenda Ninawi kama Bwana alivyonena. Basi Ninawi ulikuwa mji mkubwa mno, ukubwa wake mwendo wa siku 3. Siku 3 tena kwenye kitabu cha unabii cha Yona. Kwa nini siku 3? Si bahati mbaya. Kwa kutumia kanuni ya siku moja kwa miaka 1000, toka Masihi afufuke ni siku 2, yani miaka 2000, na siku ya 3 ambayo ni siku ya 7, mwezi mwaka 7 toka uumbaji, ni lazima aanze utawala wake wa kimasihi miaka 1000 mbinguni, kwa sababu Yona aliambiwa ndani ya siku 3 watafikia nini? Watafikia Ninawi. Na Kristo tuko duniani kwa muda gani? Miaka 2000 na mwaka wa 3 wapendwa, ambao ni utakuwa ni mwaka 7. Kristo atakuja siku ya 3 toka Masihi kufanyaje? Afufuke. Na siku ya kwanza toka Masihi aende mbinguni mwaka 5000, mwaka 6000 siku ya pili, mwaka 7000 ni ile miaka na siku ya 3 ile mwaka 7000 kwa Kristo atakuja tutwae kwenda mbinguni. Sikiliza, Ninawi walipewa siku 40 ya kutubu, la sivyo wataangamizwa. 40 tena? Je, ukitumia kanuni ya Jubilii, Ninawi inawakilisha mataifa, na kutumia kanuni ya Jubilii siku 40, ambapo 40 mara 50 ni miaka 2000. Kumbe walipewa siku ngapi? 40. Je, ulimwengu wetu hujapewa miaka 2000 toka Kristo aende mbinguni? Ndiyo, ulimwengu wetu huu umepewa miaka 2000 toka Yesu aende. Na kama wanadamu hawatakuwa tayari kutubia uovu wao, atakuja kama alivyowaambia Ninawi. Walipewa siku 40, tumepewa miaka 2000, ambapo 40 katika unit moja Biblia, ambapo 40 mara 50 Biblia, unapata miaka 2000 ambayo ndiyo tuliopewa. Sema Yona akaanza kuingia mji mwendo wa siku 1, akapaza sauti yake akasema, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Yona 3:4. Na hivyo baada ya miaka 2000 ulimwengu wetu huu, wale ambao watakutwa hawajiweka kwa Mungu wataangamizwa na mng'ao wa tukufu wake Yesu atakapokuja mara ya pili. Ni miaka ambayo dunia imepewa baada ya Yesu kufa msalabani. Kama watu hawatatubia, watafungiwa rehema yao. Ndio kwa sababu kwenye Ufunuo 9 mstari wa 20 mpaka 21 tunaambiwa kwamba wale wote ambao wakati wa ujio wa Kristo watakuwa hawajajiweka karibu na Kristo, mapigo 7 ya mwisho watawapata. Na kwa kweli ni kwamba idadi kubwa ya watu wengi hawatajitoa kwa ajili ya majao ya Kristo. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanaopenda ulimwengu, kwa sababu watu wengi hawako tayari kushuhudia zile shuhuda, hawampendi Kristo.
Hivyo wote ambao watakutwa na Kristo hawajajiandaa, tutegemee nini? Tutegemee mapigo 7 ya mwisho, na watakatifu wa Mungu watakwenda mbinguni ule mwaka wa 7,000. Kitabu cha Ufunuo 9:20-21, maandiko yanasema hivi: na wanadamu waliosalia wasiouawa kwa mapigo hayo hawakuzitubia zile kazi za mikono yao. Soon, mlango leo utakapofungwa, mapigo yanaanza. Hivyo baada ya mapigo kuwa yameanza, hakuna tena rehema. Wanadamu hatutaruhusiwa tena kuomba na kusamehewa, kwa sababu muda wa rehema umeshapita. Na miaka hii imeachwa pendwa, mpaka miaka 6,000 itakapokomea, ulimwengu wetu rehema yake utakuwa unakwenda kukoma kwenye rehema yake. Hivyo wapendwa, huu ndio wakati pekee wa kumtafuta Mungu kabla mwisho wa miaka 6,000 haujakoma, sababu ulimwengu wetu umekuwa miaka 2,000 toka Yesu aende wapi? Toka Yesu aende mbinguni. Kama Ninawi ilivyopewa siku 40, ndivyo hivyo pia dunia yetu hii imepewa miaka 1000 ngapi? 2,000 toka Kristo aende. Sema hata wanasema kwamba hawakutubia zile kazi za mikono yao, hata wasiwasujudie mashetani na sanamu za dhahabu na za fedha na za shaba na za mawe na za miti, zisizoweza kuona wala kusikia wala kunena, wala hawakutubia uwaji wao. Kwa hiyo hawa watu hawatatubia uwaji wao, wala uchawi wao, wala washerati wao, wala wivi wao. Kumbe baada ya miaka 2,000 hii, kama mtu atakutwa hajatubia wivi wake, hajatubia uovu wake, hajatubia washerati wake, asitegemee kwamba ataomba na apate rehema kwa Mungu. Hivyo tumepewa muda wa miaka 2,000 toka Yesu aende mbinguni, na baada ya hapa, ile siku ya 7, ule miaka 7 atakuja, na wale wote ambao watakutwa wakimwabudu shetani, wakiabudu mamlaka ya Roman Catholic, wakiabudu upapa, wapendwa, ni kwamba watakataliwa mbali na nani? Na watu wa Mungu. Hivyo tunaonywa tusijirudie sanamu ya mnyama ambayo muda sio mrefu inatengenezwa kupitia taifa la Marekani pamoja na Uprotestanti. Ndio maana leo tunashuhudia kuna jubilii 2025. Tunashuhudia pia kuna nini kingine? Kuna project 2025. Hizi zote zinaandaa watu kwa ajili ya sheria ya Jumapili, tunapoelekea kuhitimisha miaka 6,000 toka Yesu au ulimwengu huu, na miaka 2,000 toka Kristo aende mbinguni baada ya kufa kwake. Hivyo baada ya huo muda hakutakuwa tena na wakati wa rehema kwa watoto wa Mungu. Hivyo huu ndio wakati wa kumtafuta Mungu kabla haujachelewa. Lakini pia kitabu cha Ufunuo 16:9, sikiliza: wanadamu wakaunguzwa maunguo makubwa. Wakati gani huu? Wakati wa pigo. Ili ni pigo ambalo wanajua litapewa nguvu ya kuunguza wanadamu wakati mapigo 7 ya mwisho, ambayo inapatikana kitabu cha Ufunuo sura ya 16. Wote ambao watakuwa hawatajitoa kwa ajili ya Mungu wataunguzwa kwa muunguzo mkubwa sana. Nasema kwamba nao wakalitukana jina la Mungu aliye na mamlaka juu ya mapigo hayo, wala hawakutubu wala kumpa utukufu. Kwa nini hawakutubu? Kwa sababu mlango wao wa rehema umefungwa, mlango wao wa toba umefungwa. Huo ndio wakati tunapoelekea mwisho kufunga historia ya ulimwengu huu. Ndani ya miaka 6,000 mlango pia wa toba utafungwa. Kumbe huu sio wakati tena wa kucheza na dhambi. Huu sio wakati tena wa kucheza, kufurahia dhambi. Huu sio wakati wa kufurahia uasherati. Huu sio wakati wa kufurahia uzinzi. Huu sio wakati wa kucheza na kuipenda dunia, kwa sababu deadline ya dunia miaka 6,000, 2031 wapendwa, 2031. Na baada ya hapo tutegemee Kristo akirejea kwa nguvu na utukufu mwingi. Ufunuo 16:10-11, maandiko yanasema hivi: na huyo wa 5 akakimimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama, ufalme wake wakati wa giza. Kwenye kiti chake cha enzi ni wapi? Ni Vatican. Vatican ndio makao makuu ya mashetani. Alipo papa ndipo hapo palipo na makao makuu. Kwa hiyo Kristo atamimina kitasa chake kwenye mji gani? Kwenye mji ambao ni mji ndani ya mji, kwa sababu Vatican ni mji iliyo ndani ya Italia, na pia hii Vatican ni rais wake ambao ni Pope. Na ndio maana Italia haina rais, ina waziri.
Unahisi kwa nini? Kwa sababu anayeongoza mamlaka haya ni Pope, hivyo watu wanaaswa waepuke alama ya mnyama kabla hawajachelewa. Ufalme wake wakati wa giza, wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu, wakamtukana Mungu wa mbingu kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majipu yao, wala hawakuyatubia matendo yao. Kwa nini hawatatubia matendo yao? Kwa sababu mlango wao wa rehema umefungwa, na huu ndio wakati, kabla hatujafikia kwenye hatua hiyo, kabla miaka 6 haijafungwa, mpendwa, Mungu anahitaji watoto wake waweze kumtafuta. Hivyo Ninawi ilipewa siku 40 wakatubia matendo yao. Je, ulimwengu wetu huu ambao umepewa miaka 2000 toka Yesu aende, je, ni wangapi ambao watatubia matendo yao? Kitabu cha Yohana 3:5-8, maandiko nasema hivi: basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua mavazi yake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu, naye akapiga mbiu, akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake, kusema, mwanadamu asionje kitu, wala mnyama, wala makundi ya ng'ombe, wala makundi ya kondoo, wasile wala wasinywe maji. Tangazo hili la Ninawi ndilo tangazo ambalo leo wanadamu lazima liwafikie, ya kwamba hata wakuu wa nchi, hata wakuu wa dunia hii, kama hawatafunga na kujinyenyekeza kwa Mungu kabla hii miaka 6 haijaisha, kabla miaka 6 kuisha, wapendwa, wasitegemea kwamba Mungu atawasikia. Hivyo huu wito unakwenda kila kona dunia na kuandaa watu kabla hiyo miaka 2000 haijakoma toka Yesu aende, sababu ndio rehema pekee ambayo mimi na wewe tumepewa. Kama ikipita hakuna tena rehema. Sema, bali na wafunikwe nguo za magunia, mwanadamu na mnyama pia, nao wakamlilie Mungu kwa nguvu, maana na wageuke kila mtu akaache njia yake mbaya na udhalimu ulio mikononi mwake. Kama hatutoacha udhalimu tulio nao, kama hatutoacha njia zetu mbaya, wapendwa, tunapoenda kuhitimisha hii miaka 6, hakutakuwa tena na door of mercy, hakutakuwa tena na mlango wa rehema utafungwa, kama Ninawi ambavyo, wapendwa, kama wasingetubu wangefungiwa mlango wao. Kama Ninawi tunaonywa kwenye kitabu cha Ufunuo 18:4-5, tusipokee nini? Tusipokee alama ya mnyama, na watu wote watoke kwenye ushirika wa makanisa yaliyoasi kwa kurejea kwenye sabato ya Mungu na kuzitii sheria zake. Na sabato ya Mungu iliyozungumzwa hapa ni siku ya 7, Jumamosi ndiyo sabato ya Yehova, na sio Jumapili na sio Ijumaa. Hivyo wito wa Mungu kabla hujafungwa mlango wa rehema ni kwamba warejee, wafunge na kulia kama Ninawi ilivyofanya, kwa kurejea kwenye sabato ya Mungu kabla hawajachelewa. Na Ufunuo 18:4-5 inasema kwamba, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Watoke wapi? Watoke kwenye jumuiya makanisa ambayo hayatunzi sabato. Sema, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Kumbe wote ambao watadumu kushikilia mafundisho hayo, utakatifu wa Jumapili, ibada za wafu, ibada za umizimu, kuombewa, kusamehewa dhambi, ambapo msingi upo kwenye makanisa ya Kikatoliki, wapendwa, kitakachowapata nini? Mapigo 7 ya mwisho yatawapata. Anasema, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni. Kwa sababu tunaelekea mwishoni hapa, itatoka tangazo kwamba hakuna mtu ambaye ataruhusiwa kuuza wala kununua bila kuwa na sheria, bila kuwa na chapa mnyama, ambayo ni siku ya kwanza Jumapili kama sabato. Itatangazwa amri siku zinazokuja mbeleni hapo. Hivyo huo ndio wakati wa kutoka kwenye umoja wa makanisa hayo yaliyoanguka kabla hatujachelewa. Sema, kwa nini? Kwa sababu dhambi zake zimefika hata mbinguni, sababu watabadili mpaka siku ya sabato, na Mungu amekumbuka maovu yake, kwenye Ufunuo 18:4-5. Lakini wako watu ambao watamsikiliza Mungu katika wakati huu, na Mungu wakati wa taabu yao atakuwa ngome yao. Chagua pia nawe kuwa kwa Mungu, maana yeye atakuwa ngome yako katika saa hizi za kufunga historia ulimwengu.
Yeremia 16:19 inasema kwamba Bwana nguvu zangu, ngome yangu, na kimbilio langu siku ya taabu. Wakati wa taabu utakapofika, ndio kwako wewe watakuja mataifa yote toka nchi za dunia, wakisema baba zetu hawakulisi kitu ila uongo, namu ubatili na vitu visivyofaa. Hivyo kutakweko na watu ambao wataacha kanuni zote za dini zao na kumfuata Mungu tunapokwenda kufunga historia ya ulimwengu. Mungu wetu atusaidie sana, kwa sababu wakati huu muda wa kwenda kufunga ratiba ya unabii 2031 unakaribia, na wote ambao mpendo watakuwa hawajajitoa kikamilifu wanaweza wasiokolewe, kwa sababu Mungu huwa hahitaji ibada nusu, anahitaji ibada iliyokamilika. Kwa sababu ukishika amri zote ukakosa amri moja, umevunja zote. Na Yesu anasema kwamba kwenye Mathayo 5:8, mtakuwa kamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Na ukamilifu huo ni kwenye kushika nini? Kwenye kushika amri za Mungu. Amri in fact hazituokoi, ila amri, kushika amri za Mungu ni tendo la upendo. Unapomjua Yesu kwamba ndiye kukomboa, utampenda, na mchiko wako utakuwa ni upi? Utakuwa ni kuzitii sheria zake na amri zake, wala utatumia nguvu zako, kwa sababu anasema kwamba atakutia nguvu. Kwenye Wafilipi 4:13 atakutia nguvu, maana yeye kututia nguvu. Tunapoishiwa nguvu, yeye ni mwamba wetu. Tunapoishiwa nguvu, yeye ni ngome yetu. Mpendwa, chagua kumtumikia Mungu. Hivyo Masihi 2031 unabii wa kushtua sehemu hii ya 5 bado inaeleza ya kwamba ulimwengu wetu huu utadumu kwa deadline ya miaka 6. Ndiyo muda tuliopewa. Hii ndio deadline ya dunia. Hii ndio deadline ya uovu wa dunia. Na baada ya hapo, wale ambao watakuwa wajatubu, haijalishi ni wengi, wachache kiasi gani. Unajua, kuna wakati tunajifariji kwamba Mungu wetu wa mbinguni hawezi kuja kama injili haijahubiriwa. Sikiliza mpendwa, injili imeshahubiriwa. Sema watu hawako tayari kusikiliza. Wakati wa Nuhu walipewa miaka 120. Baada ya hapo kilichofuata nini? Watu 8 tu ndio waliokolewa. Wakati wa Sodoma watu 3 waliokolewa. 3 waliokolewa. Kwa ndivyo itakavyokuwa. Wale ambao watakutwa kwa tayari, Mungu atawachukua na kwenda nao nyumbani. Kwa sababu Mungu halazimishi kutoa, anahitaji wanadamu wamwabudu kwa upendo, kama ambavyo Adam na Hawa walipewa tunda la katikati waweze kutii. Mungu hahitaji upendo wa kulazimisha, anahitaji upendo ambao mwanadamu atamtii na kumpenda pasipo shuruti. Ndiyo kanuni ya Mungu. Amri zake zimejengwa kwenye upendo. Hivyo tunapoenda kuhitimisha hii miaka 6, watakuwepo watu ambao watakubali kumtii Mungu na kutembea naye katika saa hizi za kufunga historia ya ulimwengu. Mpendwa, Mungu wetu tubariki sana, atuandae, maana wakati huu uko mbele ya macho yetu. Usikose somo linalofuata, yumkini ni Masihi pati ya 6. Mungu atubariki sana. Tunapohitimisha somo hili, tuweze basi kuomba na tumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametuongoza na kwa jinsi ya neema na fadhili zake. Lakini tusisahau ya kwamba Kristo yuaja tena mara pili. Karibuni. Utukuzwe mfalme kwa Masihi 2031 sehemu ya 5. Unabii wenye kushtua ndani ya Biblia. Umekuwa na sisi tena katika masaa haya. Tunakushukuru sana. Pambano kati ya wema na uovu ni ndani ya miaka 6, na mwaka 7 watoto wa Mungu utakuja utukue. Sababu katika wakati huo, kulingana na kitabu cha Hosea 6:1-2, ni kwamba utafufua tena na utakuwa nao mbinguni. Hivyo Baba mbinguni, natamani tusikose mimi na mtazamaji, kwa sababu umetufundisha kweli ya kwamba muda sio mrefu pambano kati ya wema na uovu itafungwa, ambao deadline yake ni ndani ya miaka 6. Hivyo tumesha spendi umri mrefu sana, na bado miaka michache mno kukamilisha hii pambano. Na mwisho wa pambano hili, Yehova utakuja tena kuwakomboa wanadamu wote ambao wamekubali kujitoa na kuwa na wewe. Tusikose miongoni mwao. Mtazamaji asikose miongoni mwao. Msikilizaji asikose miongoni mwao. Tusaidie kukutii na kukupenda kabla hatujachelewa. Katika masaa haya
Najikabidhi mikononi mwako, tusaidie na kutuongoza. Ikikupendeza Jehova, Masihi Part 6 turuhusu na tuweze kuichambua na kuelewa nabii mbalimbali ambazo Mungu amezungumza kwenye maandiko matakatifu ambazo zinasadifu ya kwamba ulimwengu wetu huu utadumu ndani ya miaka 6 na mwaka 7 utakuja tena kuwachukua watoto wako, utakuja tena kuchukua kutoa kwenda katika makao ya mbinguni. Asante kwa upendo wako, jina lako lihimidiwe na litukuzwe sasa hata milele, kwa jina lake Yesu Kristo, amen. Kwa Mungu awabariki sana. Tutaona tena panapo majaliwa kwenye Masihi 2031 sehemu ya 6. Maranatha, Kristo yuaja tena mara. Kumbuka kwamba alama ya mnyama ipo mlangoni.